Wapendwa katika Kristo, ni wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amani ya Bwana wetu iwe pamoja nasi. Leo nataka nizungumze jambo moja na ndugu zetu wa Adventista wa Sabato kwa muda huu mfupi. Katika kitabu cha Ufunuo 18 kuanzia mstari wa 2 anasema hivi. Ngoja tusome kidogo alafu nieleze kile ambacho ninahitaji kukijenga. Ufunuo 18 na ule mstari wa 2 anasema, akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa hiyo katika kitabu cha Ufunuo 18 mstari wa 2 tunaweza kuona Babeli na tunaambiwa Babeli imeanguka. Sasa nini maana ya Babeli? Nini maana ya Babeli? Nitasoma katika kitabu cha Pambano Kuu, The Great Controversy, Pambano Kuu kurasa 383 aya ya 2. 83 aya ya 2 anasema hivi: na neno Babeli, machafuko, linaweza kufaa kabisa kutumiwa kwa madhehebu haya yote yanayokiri kupata mafundisho yao kutoka kwenye Biblia, lakini yakiwa yamegawanyika karibu kila idadi ya madhehebu yasiyohesabika, yakiwa na kanuni za kanisa zinazopingana sana, wakiwa na mapokeo. Kwa hiyo Babeli ni madhehebu yaliyo na kanuni za kanisa. Wa Adventista wa Sabato chini ya mfumo wa General Conference wamekuwa Babeli kwa sababu wana kanuni ya kanisa, na hili liko wazi, alipingiki. Chunguza dhehebu lako la Adventista wa Sabato chini ya mfumo wa General Conference. Kama kuna kanuni ya kanisa, mtu wa Mungu, jua uko Babeli, na wale walioko Babeli wanaitwa watoke Babeli. Kitabu cha Ufunuo 18 na ule mstari wa 4 anasema kwamba, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu. Kwa hiyo watu wa Mungu wanaitwa watoke Babeli. Na wewe unayenisikiliza, Mwadventista Sabato chini ya mfumo wa General Conference, toka Babeli. Mungu akubariki.